Mwili wa kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei uliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Najaf nchini Iraq ukiwa umesafirishwa na ndege ya shirika la Mahan, ambapo ulipokelewa kwa heshima kubwa na viongozi wa serikali ya Iraq, viongozi wa kidini wa Kishia, maafisa waandamizi wa usalama pamoja na wajumbe wa kidiplomasia kutoka mataifa mbalimbali waliofika kushiriki katika shughuli za maombolezo na mazishi ya kimataifa. Mapokezi hayo yalifanyika chini ya ulinzi mkali katika uwanja wa ndege, huko vikosi vya usalama vya Iraq vikidhibiti shughuli zote za kuwasili kwa wageni wa kimataifa na kuhakikisha utaratibu unazingatiwa. Mara baada ya ndege kutua, jeneza lililobeba mwili wa Khamenei lilishushwa kwa heshima maalum za kitaifa na kupokelewa na ujumbe rasmi wa serikali ya Iraq. Viongozi walikuwepo walitoa salamu za rambirambi kwa serikali na wananchi wa Iran, wakieleza kuwa kifo hicho ni tukio kubwa ambalo linagusa si Iran pekee bali pia mamilioni ya wafuasi wa madhehebu ya Kishia duniani. Baada ya mapokezi rasmi katika uwanja wa ndege, msafara uliobeba mwili huo uliondoka kuelekea mji mtakatifu wa Najaf, ambako shughuli za maombolezo zilipangwa kufanyika. Barabara kuu zilikuwa zimeimarishwa ulinzi, huku wananchi wengi wakijitokeza pembezoni mwa njia kushuhudia msafara huo na kutoa heshima zao za mwisho. Katika maeneo mbalimbali ya Najaf, bendera zilionekana zikipepea nusu mlingoti, huku viongozi wa kidini wakiongoza dua na ibada maalum za kumwombea marehemu. Shughuli za maombolezo zinatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi wa kisiasa, wanadiplomasia, viongozi wa kidini na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ya Mashariki ya Kati na kwingineko. Iraq imeeleza kuwa imeweka maandalizi maalum ya kiusalama na kiutawala ili kuhakikisha wageni wote wanaoshiriki katika shughuli hizo wanapata ulinzi wa kutosha kutokana na hali tahadhari iliyopo katika ukanda huo. Ayatollah Ali Khamenei alifariki dunia kufuatia mashambulizi makubwa ya anga yaliyolenga maeneo mbalimbali ndani ya Iran. Kifo chake kimeibua maombolezo makubwa nchini Iran na katika jamii za Kishia duniani, huko viongozi mbalimbali wakitoa salamu za pole na kueleza mchango wake katika siasa za Iran na masuala ya kikanda kwa zaidi ya miongo kadhaa. Tukio hilo limeendelea kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati. Iran imeendelea kulaani mashambulizi yaliyosababisha kifo cha Khamenei na kusema kuwa itachukua hatua za kujibu kile ilichokiita uchokozi dhidi ya mamlaka na usalama wa taifa lake. Kwa upande mwingine, mataifa na mashirika ya kimataifa yameendelea kutoa wito wa kujizuia na kutafuta suluhisho la kidiplomasia ili kuzuia mzozo huo usizidi kuenea katika eneo zima. Mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei yanatarajiwa kuwa miongoni mwa mikusanyiko mikubwa zaidi ya viongozi wa kisiasa na kidini katika historia ya hivi karibuni. Maelfu ya waombolezaji kutoka Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan na mataifa mengine tayari wameanza kuwasili Najaf nchini Iraq kwa ajili ya ibada ya kumwaga, huku vyombo vya habari vya kimataifa vikiendelea kurusha matangazo ya moja kwa moja ya matukio hayo kutokana na umuhimu wake wa kisiasa, kidini na kihistoria. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.